Mpenzi mtazamaji, popote ulipo, tunakukaribisha katika kipindi ambacho tunakuletea kwa pamoja ya kutembea polepole kwenye maandiko. Mimi wako Pastor Naomi Tirop wa AIC Kenya, nikiwemo pamoja na wachungaji katika studio hii ambao nataka niwape nafasi pia wajitambulishe. Yes, asante sana mtazamaji, karibu sana kwa kipindi chetu cha Bible Track. Tuomba pia ukaribishe jirani yako ama rafiki yako kwa dakika 30. Naitwa mchungaji Ian Kiprop na hudumu na kanisa la AIC Kapkei. Karibu ili kwamba tukabarikiwe pamoja. Na pia kumbuka kukaribisha rafiki yako kwa sababu ya kipindi hiki. Hujambo mtazamaji, jioni ya leo. Mimi ni Pastor David Kinibek. Naamini ya kwamba umekuwa na wiki iliyo na baraka, na karibu tena ili tuweze kubarikiwa pamoja. Tuombe. Baba, tunakushukuru. Twainua jina lako sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa kukua pamoja nasi wiki nzima. Asante kwa kuturuhusu tena tukaweze kuingia katika studio huu. Tukaweze Bwana kuongea pamoja na mtazamaji kuhusu neno lako. Tuomba ya kwamba utubariki kwa pamoja tunapotembea polepole kwenye maandiko. Wacha Roho wako Mtakatifu ambaye ni mwalimu akaweze kutufunza mengi tunapotazama maandiko haya, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asante sana mtazamaji. Jinsi tulivyo jitambulisha ni kwamba mimi naitwa Pastor Naomi Tirop wa AIC Kenya, na nimesema ya kwamba ndani ya studio tuna wachungaji ambao tayari wamejitambulisha na bado utaendelea kuwajua. Tunakukaribisha sana katika kipindi ambacho tunapenda zote kwa pamoja ya kutembea polepole kwenye maandiko, Bible Track. Na tulisema ya kwamba tunapotembea polepole kwenye maandiko, uwe na Biblia chako pamoja na kitabu chako ambayo unaweza kunakili maneno ambayo tunaweza kusema sana mahali hapa. Na ukiwa na swali, watumishi hawa Pastor David, Pastor Ian pamoja nami tuko tayari tuweze kusaidiana kuhusu swali ambalo unaweza kuwa nayo kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo kwa pamoja. Mara mingi wanasema ya kwamba kwenye maandiko katika the book of Mithali ama Proverbs ni kwamba an iron sharpens an iron. Wewe pia unaweza tufanyie nini? You can help, you are able to sharpen us and we are also able to sharpen you. Yes. So we want to welcome you this evening tunapotembea polepole kwenye maandiko. Tunataka kushukuru Mungu sababu alituruhusu wiki iliyopita tukaweza kuongelea neno ambalo linasema ya kwamba je, ninaweza kuwa ninaabudu masanamu? Je, wewe na mimi tunaweza kuwa tunaabudu masanamu? In quotes, sababu tulisema saa zingine hatuelewi mambo haya. Tunahitaji mtu ambaye anatuelekeza. Na tunashukuru Mungu kupitia maandiko haya ni kwamba tunaelekezwa kwa ajili ya utukufu na wema wa Bwana. Na leo hii bado tunaendelea. Je, tunaweza kuwa tunaabudu masanamu? Na masanamu ama kuabudu masanamu, maana ya kuabudu sanamu ni nini? Wiki iliyopita tuliambiwa ya kwamba sifa zetu na utukufu yafaa kumrudia nani? Mungu. Na leo hii tunatazamia, je, kuabudu masanamu ni nini? Tunaporudi kwenye maandiko tunapatana na wana wa Israeli pamoja na Musa. Na mara mingi tunaposoma kwenye historia ya the children of Israel na kiongozi wao Musa, mara mingi walikuwa wanaenda mpaka wanasahau Mungu aliye hai, Mungu aliyewatoa katika nchi ya utumwa, na wanaweza enda kando na wanaanza kujiundia nini? Masanamu ya kuabudu. Kusema ya kwamba huyu Mungu hata amekaa, huyu Mungu hatumuoni, tunataka mwenye tukienda tunamuona, tunampigia makoti, na huyu Mungu ambaye hatumuoni, hatuna nini? Hatuna haja na yeye. Lakini nataka kushukuru Mungu, wachungaji hawa walitueleza ya kwamba mtu ambaye anafaa sifa ni nani? Ni Mungu. Mungu peke yake. Muumba wa mbingu na nchi, ambaye tunasema in the beginning God created heaven and earth. He created the universe. Huyo ndio tunafaa kufanya nini? Kumwabudu peke yake pasipo kuweka masanamu ama mambo mengine. Kutoka 24 mpaka 5. Maandiko haya yakasema, usijifanyie sanamu la kuchonga wala mfano wa kitu chochote
kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho chini majini chini ya dunia. Usifisujudie wala kufitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatilisha wana maovu ya baba zao hata kisasi cha 3 na hata kisasi cha 4 cha wanichukiao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sifa yafaa nani? Utukufu yafaa nani? Tumesema ya kwamba wana wa Israeli mara mingi walikuwa wanaenda mpaka wanasahau nani? Mungu. Na kupitia mtumishi wa Mungu Musa, Mungu akajidhihirisha na kumwambia ya kwamba msijifanyie nini? Sanamu. Wewe uko na sanamu ambayo umejifanyia. Tunaona wao wana wa Israeli walikuwa wanachonga mpaka wanachonga ng'ombe ya kufanya nini? Ya kuabudu. When Moses and Aaron walipopanda ama walipokwea mlimani na wakakaa ama wakakawia mahali pale, the Israelites wakafanya nini? Wakachonga the calf ya kusema we need to worship this. Yes. Who are you worshiping today? Na tumeambiwa kwenye maandiko usijifanyie nini? Sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka tunaambiwa ya kwamba kilicho chini ya maji, kilicho juu ya nchi, kumbe hata jua wakalenzi mlio ndani. Bwana Yesu asifiwe. Tulisema ya kwamba wakati ule tulikuwa tunaangalia nini huko juu na anakutemea nini kusema ya kwamba asante. Lakini tunaambiwa nini? Tusiabudu masanamu. Hiyo ni kiumbe ambaye Mungu aliumba. Lakini sababu Mungu hakujali wakati ule ambapo hatukukuwa na nini? Hekima. Lakini anasema nini kwenye maandiko? Kuanzia sasa anaamuru kila mtu akafanya nini? Akatubu na kuendelea kwenye njia ambayo inampendeza Mungu. Pastor Ian. Kuna mwimbaji napenda kwa sababu ya jinsi ameimba. Kama unapenda kuimba kuabudu, yes, we are worshipers too. Na akaimba wimbo akasema, sitaabudu Mungu mwingine aliye kwa mfano yoyote, wala sitapiga magoti, bali nitaleta sadaka zangu uweponi mwako. Kuashiria kwamba tunajifundisha what is an idol. Kwa sababu tulisema nyakati za kale kuna vitu vilikuwa vinachongwa. Lakini an idol worship can also mean allowing things to take God place in our heart. Kwamba mara mingi kuna vitu vinachukua nafasi ama sehemu ya kwanza katika maisha yetu zaidi ya Mungu. And that is why tunaleta picha kwa kizazi cha sasa. Maana mara mingi tulisoma last week tukajiuliza kuhusu Ayubu. Na ukiwa utasoma kitabu cha Ayubu wa kwanza ambacho nakipenda, enda fuatilia utaona Ayubu alikuwa na kila aina ya baraka. Lakini Ayubu hakuabudu mali yake, hakuabudu mume wake, hakuabudu watoto wake. Maana Biblia inasema alipopitia kwa hayo majaribu, Ayubu alimwabudu Mungu. And idol worship inamaanisha kwamba when you worship anything else beside God, ama when you give something else priority, yani unaipatia sehemu ya kwanza zaidi ya Mungu, then unaabudu sanamu. Maana mara mingi tuweza kuwa tufikiria kwamba sanamu ni ile vitu tu vimechongwa ambavyo pengine Wahindi kwa sana wanaabudu, lakini pia sisi wa Kristo wa kisasa. Kuna wakati mmoja mtu akasema, utakapoita watu kwa mikutano zingine katikati ya wiki, ama utakapoita wa Kristo katika kipindi cha kuja kumwabudu Mungu, ni wachache watakuja. Kwa nini? Kwa sababu hatujejua kumwabudu Mungu kwa ukweli kunaashiria nini. So idol worship inaashiria kwamba tunapopatia kitu ichukue sehemu ya kwanza katika nafsi zetu. Such as money, kuna watu wanaabudu pesa, tradition. Kwanza sisi tuko na shida kwa sababu tunapofika wakati huu, watu wanakosa kanisani, wanaenda kwa culture. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunathamini culture kushinda Mungu. So mtu ataamua afadhali nikose kanisa kwa sasa, nipeleke kijana wangu kwa tohara wakinyumbani. What is that? Worshiping idols. Bwana Yesu asifiwe. Ikasema money, tradition, worldly desires, or even objects made by people to represent earthly beings. So nataka nikulete kwa picha halisi ya kujiuliza hili swali. Are you worshiping an idol?
Kwa sababu kama kuna kitu kitachukua nafasi ya kwanza, mara mingi sisi ni watumishi wa Mungu. Inapofika Jumapili, kuna mtu atakosa kuja kwa sababu ya grupu anakuja nyumbani. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mwingine atakosa kuja kwa sababu ya vitu vingi. Lakini ni vyema tujue kwamba kama kuna kitu umekithamini na unakiabudu sana zaidi ya Mungu, ambacho kimechukua the first place in your heart, then you are just worshiping an idol. Can you be like Job? Watoto wa Job wanakufa lakini bado anafanya nini? Anamwabudu Mungu. Mke wake anaenda lakini anafanya nini? Anamwabudu Mungu. What about us? Kuna wengine sasa hivi mke wako akienda unajinyonga. Kumaanisha kwamba ulikuwa unaabudu huyo mke. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwa kizazi ambacho watu wamefanya nini? Wanajiua kwa vitu vingi. Kwa sababu waliweka sehemu ya kwanza kwa hicho kitu, kilipochukuliwa anasema kwamba kumbe kuna the source ambaye ni Mungu wa mbinguni. So you need to ask yourself and you need to challenge yourself on hicho kitu ambacho unakithamini sasa kikichukuliwa, bado utamwabudu Mungu? Ulicho nacho leo hii ikienda, je, nafasi ya kuabudu Mungu bado itakuwa? Sababu kumbe tu kuna vitu tumeshikilia pasipo kushikilia ama kuweka Mungu kipaumbele. Na Mathayo mahali pale, the book of Matthew chapter number 6 verses 33, ikasema nini? Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Tunaweka mambo mengine mbele pasipo nani? David, Yes. Tunaelewa hii mambo? Ninaanza kukushangaa. Je, maana ya kuabudu sanamu ni nini? Tusaidie. Na tumeongelea vitu viwili. Ya kwamba katika Agano la Kale it is literal images. Kama vitu ambayo inachongwa na kadhalika. Na ukasema hata kwa our tribes ama jamii zetu, kama sisi wakale nyinyi tulikuwa tunaabudu jua, wengine walikuwa wanaabudu nini na kadhalika. Na hiyo ni samani. Lakini kwa sasa hivi kuongea juu ya kitu ambayo ina replace Mungu. Sasa yeye anaeleza idol worship mara mbili, kuna image na kuna kitu ambayo unaweka ambayo ni zaidi ya Mungu, ambayo ina replace Mungu. So tukisoma kwenye kitabu cha Matthew 6:24, nasema hivi, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold it to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo. Nasema ya kwamba hakuna mtu yeyote hapa duniani anaweza tumikia mabwana wawili. Tunajua mabwana, we have Bwana ambaye ni Mungu wetu, we call Lord, the living God. Na kuna Bwana ya dunia hii. Hata watu wanasema Bwana asifiwe. Jua kwamba ni Bwana asifiwe gani? Kuna mabwana wengi wa duniani. Tunatakana tuseme Bwana Yesu Kristo asifiwe. Who is Jesus Christ, ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu. So lazima tujue kutoka ndani ya mioyo yetu tunamsifu nani. Kwa sababu tunaweza msifu Bwana mwingine ambaye si ya kweli. So tunaendelea kuona ya kwamba an idol is anything you can rely on. Idol ama kitu ambacho sanamu ambayo tunaabudu ni kitu ambayo tunategemea. Mtu anategemea sana, kwa anapenda, anaobey ama anaamini. Kuamini kwa Kiswahili ni nafikiri ni kuitikia, kutii kuliko Mungu. Unajua kwamba hata katika jamii mingi kuna vitu ambayo mtu anatia na zingatia. Ukifunja hii na hii na fulani inaweza tokea katika maisha yako. Usifunja hii maagizo hii na hii ambayo imewekwa na a certain culture, mama mabaya na kutegemea. That is an idol worship. Kwa sababu you live in fear ya kwamba hii nisipofanya hivi naweza kufa, majambo mabaya inaweza tokea katika maisha. So an idol ni kitu ambacho una rely on badala ya Mungu. Na tupasa tukiabudu huyu Mungu aliye hai, tunawekwa huru. Hatuko kwa mambo ambayo tunavinyiliwa na mambo ambayo tunaokopa. So an idol is anything you rely on, love or obey more than God. It could be one,
things. Unaweza andika chini vitu kama pesa, possession, kuwa na mali mingi, technology, career, makazi ambayo umepata, ambayo una rely kuliko Mungu. Wakati mwingine nimekuwa nikitembelea washiriki ama Wakristo. Naona mtu anakosa kanisani karibu mwaka moja, anasema analinda mali kwa nyumbani, mtu hivi na hivi. Nikamwambia toa hata sehemu kwa fungu la 10, hataki kutoa. Anajiona ya kwamba akitoa anakuwa maskini. Ni anapenda kuliko Mungu. Sasa anatoa ile mashilingi tu kidogo. Naona mtu ako na vitu. Kwa sababu anapewa priority mambo things. Ama akiwa na kazi apate nafasi ya kuhudhuria ibada ama kumwabudu Mungu, kwa sababu amekumbwa sana na kazi. He's so busy always. Jambo la pili ni watu. Tunaabudu watu kuliko Mungu. Wakati mwingine mtu mkubwa akiingia kanisani hivi, unaona watu wanasimama. Anadisturb ibada. Ama pengine mtu mkubwa anaingia hivi. Unaona watu wanaenda kuinamia. Kwa sababu ni mtu mkubwa. Wako na cheo. Relationship leaders, celebrities. Mtu ambaye anajulikana katika ulimwengu kwa taaluma fulani, amefanya kitu ambacho ni extraordinary. Tunafanya huyu mtu replace Mungu. Tunaanza kumwabudu huyo mtu. Mpaka wakati mwingine napiga makoti kwa ajili ya huyo mtu. Inatupasa tuweke priority huyu Mungu kuliko mwanadamu. Na nitaenda ya 3, alafu nitawachia mtumishi mwenzangu. It is about feelings. Kuna mambo ambayo unahisia katika maisha yako. You fear something, ama unakuwa na kiburi. Unataka kukorektiwa ya kwamba kaa hivi na hivi. Unataka uwe humble, lakini unataka kujionyesha ya kwamba wewe ni mtu uko na nguvu. Wewe ni mtu wa maana. Nakumbuka siku moja nilikuwa kanisani, kuna mwingine ambaye aliambiwa na Wakristo wenzake tufanye hivi na hivi. Akasema kwa ndio unaona mimi ni mtu mkubwa, unaona mimi ni mtu, si mtu ambaye niko katika kwa chini. Sasa anajiinua kwa sababu alikuwa amepata cheo fulani katika kazi yake. Sasa hakutaka kujishusha. Because of pride. Kuna bitterness. Kuna watu ambao wanaishi katika hali ya uchungu katika maisha yao. Wakati wote ni hasira, ana amani. Akifika nyumbani anakuanga watoto, mpo hapo kusi. Kadhalika hana huruma, kwa sababu ya bitterness. Na watu wengine wanapenda mambo ya ulimwengu, pleasure. Akipata pesa kidogo anakaa kwa bar usiku yote ambao wiki mzima. Niliona mzee mwingine aliuza mahindi yake, akaenda kukomboa nyumba kwa center, akakaa karibu mwezi mmoja aonekane, mpaka akatafuta akasema amekuwa mteja. Lakini baada ya pesa kuisha akapatikana amerudi, kwa sababu amekula anasa ya dunia hii na mambo mengine kama hayo. Hiyo ni kuabudu feelings ama feelings. So pastor, endelea utuelekeze. Sijui unachangia nini kwa haya mambo. Unapendeza na hiyo illustration ya kwamba mtu alipopata pesa tena akakomboa room. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru kwa sababu tumesomewa Mathayo. Na nataka usome ile kitabu sana 6:24 ambayo inasema hautaweza kuabudu vitu viwili. Na kanisa la sasa mahali ambapo tumefika, watu tumeweka mali tulizo nazo na tukazipatia sehemu ya kwanza. And that is why nilisema na nitarudia tena, kuna mtu atakosa kuja kanisa kwa sababu ako na watu wa vyama. Kuna mwingine atakosa kuja kanisa kwa sababu ya ng'ombe ama baraka alizo nazo. Na ikatupatia picha kwamba kuna mtu aliomba Mungu sana mbariki na ng'ombe. Na Mungu alipombariki na ng'ombe, kuna kitu kikafanyika. Alipopata ile ng'ombe, akabarikiwa na ndama. Na alipopata ndama, ikawa sasa ng'ombe ikachukua first priority. Akasahau kuenda kanisani. So mchungaji alipoenda kumtembelea, kumjulia hali, akamwambia tangu Mungu alinibariki na hii ng'ombe, imefanya nini? Imenizuia. So pastor akamkumbusha, akamwambia kumbuka kuna yule Mungu ulimuomba akubariki na hii baraka. Na yule Mungu ulimuomba na hiyo baraka atafanya nini? Anaweza kuichukua. So kwa bahati mzuri ama bahati mbaya, Mungu akarudisha ile baraka. Nini ilifanyika? Mama alirudi tena kwa kanisa.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. So inasema kuhusu hayo yote ambayo mtumishi wa Mungu Daudi ya Pastor David amesema, ni ukweli ya kwamba mara mingi tumeweka vitu vingi kwa sehemu ya kwanza katika maisha yetu. And that is what we call an idol. So inakuleta kwa picha kwamba kama umekuwa ukijinyima kumtolea Mungu fedha, sadaka zako 10%, kukosa kwenda kwa ibada, Bwana Yesu asifiwe, then you are worshiping an idol. Yes. Na mwisho ambayo iko pale ni self. Kuna mtu mwenye amejithamini zaidi ya Mungu. Yani unajipenda sana, ego ile kujipenda, yani unajiona kwamba wewe ni wa thamani sana kushinda Mungu. Hello, ndio David akasema ukienda mahali unataka uinamiwe, ushindwe katika jina la Yesu. Hata mimi ukija kanisani kama nahubiri, tutaendelea na ibada. Sema amen. Hatuwezi simamisha ibada sababu yako, kwa sababu tunamwabudu nani? Tunamwabudu. So I think ni vyema tujiulize, at least inaanza kukufungua kujua kwamba are you worshiping an idol? Hello, Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema tulipoanza kwamba kama kuna kitu kinachukua sehemu ya kwanza katika maisha yako zaidi ya Mungu, if God is not the first priority in your life, then you are worshiping that thing ambayo umeiweka. Mara mingi tumekaa tukisema ya kwamba we are worshiping through God, lakini in early tunaabudu masanamu. Chenye imenifurahisha ni kwamba jinsi vile Mathayo alinakili na kusema ya kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuabudu na Bwana wawili. Yes. Mara mingi kanisani, kwenye huko, kwenye niko. Na lakini sisemi mtu, sisemi kanisa ya mtu, inasema tu it's only by an example. Ni kwamba saa zingine tunapea kipaumbele vitu. Tunaabudu vile hao wachungaji tu wamesema. Tunaabudu mpaka na mtu ambaye aliumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Na tulianza tulipoanza kipindi hii ya kwamba je, maana ya kuabudu sanamu ni nini? Na tulileta mafundisho kuanzia the book of Exodus ama Kutoka 20 ambapo tulipata Musa kinakili kukumbusha wana wa Israeli about the 10 commandments. Na akamwambia ya kwamba siundie ama msitengeneze sanamu yoyote, ikiwemo juu ama chini. Msichichonge na pasaya na akatuleta vizuri akasema ya kwamba sanamu yenye tunaweza chukua kwa wakati huu tunaonanga tu wale mandugu zetu katika ile njia nyingine, wale ambao tunajua ya kwamba they have a lot of idols, na tunasema hawa ndio wanaabudu nini? Sanamu. Tusijudge. Lakini yes, yao yanaweza kuwa inaonekana. Buddhism, they can be doing such things ya kuabudu masanamu zile, lakini sisi kama Wakristo, mimi ambaye ninajiita Mkristo, nina masanamu zangu ambaye ninafanya nini? Ninadhamini. Tumepewa example mahali hapa na wachungaji hawa, na nikafurahia sana. Mtu kuacha kwake na kwenda kuishi. Hiyo ni kusema nini? Amepea priorities mambo ya ulimwengu, the pleasures of this one, ambayo tunaambia kwamba tuchunge sana. Je, maana ya kuabudu sanamu ni nini? Tunaabudu vitu yetu, tunasahau nani? Mungu. Yes, yeye akatuletea vizuri, alibarikiwa na ng'ombe, akaabudu nini? Mtazamaji, msikilizaji, je, maana ya kuabudu sanamu ni nini katika maisha yako? Na tumeambiwa vizuri, kama tutaabudu masanamu hizi, tutakosa nini? Ufalme wa Mungu. Na tulipoanza kipindi chetu wiki iliyopita ni kwamba we need to refer all the praises. We need to refer to who? Our Creator. That is our God. The book of Psalm 24 inasema nini? Nchi na vyote vijasavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakahao ndani yake. Nchi na vyote mazuri ambayo yako katika ulimwengu, ambayo inaweza badilisha nia ya mwanadamu, ikaweza kumpeleka awezi kuabudu hizo. Elewa hii inatokana na nani? Na Mungu. Mali ulizo nazo, mali nilizo nazo, nisiabudu ni ya nani? Ni ya Mungu. Kila kitu ambayo iko ndani ya dunia hii na wote wakao, including you. Good morning. Good evening. Mara mingi tunaabudu mpaka tunaabudu wachungaji. Tahadhari.
Yes. Unaabudu mimi kama Pastor Naomi ambaye mpaka ukiniona unapigia mimi nini? Mpaka unaniita dadii, mpaka unanipea majina makubwa ambaye si stahili. Tuelewe ya kwamba tunapoenda katika njia hiyo, sisemi mtu. Sijasema mtu. Nimesema tujihadhari. Yes. Tusielekee mahali pa kuabudu nini? Masanamu pasipo sisi kufanya nini? Kuelewa. Alafu mwisho tunapoambiwa ya kwamba vitu vyote mali ni ya Mungu. Nasema ya kwamba hii ni yangu unasahau. Nikanikumbusha historia ya yule mzee ambaye ati walikuwa na mchango kanisani. Hiyo ni historia tu nilipata hata na mimi kwingineko. Wakawa na kutoa mchango. Mzee akaji-excuse akasema ya kwamba commercial break. Anaenda mahali pale. Mahali pa afya. Kidogo mzee anarudi ndani ya kanisa akisema nini? Kibute, yani lazima ipomolewe. Ya watu wanashangaa. Sasa wanapomoa nini? Na hapa walikuwa wanasema tunatoa. Yeye akasema ya kwamba ninaenda kuficha na kusitotoa yenye ambayo inafaa. The value thing. What do you value? Mwisho watu walishangaa alikuwa na mali lakini alikuwa anakataa kutolea nani? Chunga usiabudu sanamu. Yes. Pastor David ninaomba ya kwamba ukaelekeza mtazamaji huyu kwa njia ya maombi. Tunapoomba ya kwamba Mungu awasaidie wakaweze kuelewa maana ya kuabudu sanamu na maana ya kuabudu Mungu aliye hai. Amina kwamba umepokea kitu siku ya leo na umeelimika. Jambo hili kipindi hiki ni ya kurejesha wewe ili uabudu Mungu aliye hai. Amen. Na jioni ya leo pengine huko hapo na umekuswa na roho wa Mungu. Na tunataka kuomba pamoja na wewe ili Mungu aweze kukusaidia. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki ambao umetuelimisha ili tuweze kukuabudu wewe kwa njia ya roho na kweli. Tazama huyu mtazamaji ambaye tumekuwa pamoja na yeye, naomba ukamsaidie yeye ili aweze kuelekea kwako Jehova, ili akaweze kujua mapenzi yako, ili aweze akakuweka wewe au uwe the first priority. Mwelekeze yeye katika njia ambayo inapendeza wewe Mungu, ili tuweze kuinua wewe na kukuabudu kwa njia ambayo inafaa mbele yako. Asante Mungu, maana wewe ni mwaminifu na utamsaidia mtazamaji huyu ili aweze kutembea katika njia ambayo inafaa. Na kushukuru na umuelekeze mpaka wakati tutakapokutana kwenye kipindi kingine kama hiki. Naomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.